chafua yeye mtoto hatari ninavyokuambia. Ukiona upande wa pili kashaondoka ujue tushamchoka. Kwa zake zimeisha zimebaki za Mligo. Mmemchoka. Kila mchezaji mkimchoka mnamkimbia. Upande wa pili wanawapa ubingwa. Ubingwa unani Chama kaondoka kwao. Ubingwa gani kaupata? Kaupata lakini umeona kacheza. Sasa hivi kamia Singida. Na Chama unavyomwona hakufai pale Jangwani? Hakufai pale Msimbazi? Afai kabisa yule. Jana katupia mbili jana. Afai babu. Tuona sita ile tayari shakuwa dampo. Tushaitupa kwenye dampo. Acha waiokote. Unafunga ngapi leo? 2 babu 2. Nani anafunga? Mkwala goli yake moja, Mwalimu goli yake la pili. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Bwana. Hao ni mashabiki ambao wapo na wamekuja kwa ajili ya kutazama mchezo wa leo na kukutanisha na mashabiki wote ambao wapo hapa ndani. Naona kuna Kigoma kinakuja hapa. Hao ni mashabiki wa Young Africans, ni mashabiki wa Simba. Hii ni furaha ambayo huwezi kuipata sehemu nyingine yoyote. Ni furaha ambayo unaipata hapa Benjamin Mkapa. Ni furaha ambayo kwa namna moja ama nyingine unaipata hapa uwanja wa Benjamin Mkapa. Bora, vipi Kama unavyoona babu wana Simba. Atuboi. Bwana, nini ambacho kimekuvutia na una morali kweli kweli? Kipi ambacho kinakupa morali leo hii kuelekea mchezo wa leo? Cha kwanza, Simba Sports ni timu kubwa barani Afrika na duniani kote. Ndio maana mashabiki wake wote hawezi kukata tamaa kwamba sisi ni washindani wa kila hatua yoyote. Leo tunakuja kupambana na mtani wetu. Leo tunakuja kupambana na mkubwa mwenzetu. Lakini kuna vitu tumemzidi, ndio maana tunajiamini. Pamoja kuna baadhi ya mechi nyingi katufunga. Lakini tuna hakika kwamba tunakuja kama mbogo aliyojeruhiwa, kama mbogo aliyopigwa risasi ndani ya sikio, hajapigwa kichwa, kwa bado hajafa. Tunakuja wazima. Klabu ya 5 kwa ubora barani Afrika, Simba Sport Club, umemfunga Young Africans mara 5 kwenye michuano hii ya ngao ya jamii. Yeye amekufunga mara 4. Unaona unakwenda kuendeleza rekodi yako kumfunga mara nyingi kwenye ngao ya jamii? Rekodi Simba Sports bado tunazidi kuwa na rekodi nyingi nzuri dhidi ya Young Africans. Hata kuna makombe mbalimbali Tanzania na nje ya Tanzania. Sio ligi kuu Tanzania bara tu. Kuna makombe mengi Tanzania yalianzishwa. Kuna Kagame, Yanga tumemzidi. Kuna Tusker, Yanga kaogopa kushiriki mara nyingi kutokana na vipigo kwetu sisi. Ilianzishwa mpaka mtani jembe, tukapiga vipigo mpaka wakasusa. Yanga si akatuzidi sehemu moja tu kwenye ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwenye vitu vyovyote unavyojua wewe, mashindano yoyote Yanga kaambulia vipigo vingi toka Simba Sports. Ndio maana wana Simba wanavyoona tumekuja, tunaiamini timu yetu na tunajikubali na timu yetu ni mwamba wa Tanzania. Bwana, naona mashabiki wa Simba wengi wana jezi mpya, na hizi jezi naona wanasema mnaskani tu hivi sasa. Kitu gani ambacho umekiona cha utofauti kwenye jezi hizi mpya na jezi za zamani? Kwenye jezi mpya za sasa Simba Sports, hata kama unakaa nyumba ina umeme, lakini ukivaa jezi ya Simba Sports, yani kuna baridi fulani unaupata hivi, na kutoka na joto la Dar es Salaam. Ukivaa jezi ya Simba Sports ilivyokuwa na baridi fulani hivi, basi ndio maana watu wengi wameivutia msimu huu kununua. Joto la Dar es Salaam kiboko yake ni jezi ya Simba Sports ya msimu huu. Joto la Dar es Salaam kiboko yake ni jezi ya Simba Sports, ina ubaridi fulani, ina upepo fulani, ndio maana imevaliwa. Yani kiboko ya joto la Dar es Salaam msimu huu ni jezi ya Simba kama imefungwa ice fulani hivi. Yani kuna ubaridi unaosikia au sikii joto. Sasa kuna watu feni zao zilikuwa mbovu, lakini ukinunua jezi ya Simba Sports unafaidika kwa vitu vingi. La kwanza jezi mvuto, la pili kwako kivaa tu hata usiku kama kuna joto. Ukivaa jezi ya Simba Sports basi kuna baridi unasikia, unalala usingizi mnono. Kwa kutaka usingizi hakuna haja ya vidonge tena. Vaa jezi ya Simba Sports. Yaani hawa Riadola na Jaluchi kama kuna ice, kuna vitu wamefunga, hadi kuna umande unatema. Kwa jezi ya Simba Sports ya msimu huu. Ndio maana jezi inaongozwa kuvaliwa msimu huu. Yaani ina madini fulani ya ubaridi, kama uko Makambako fulani, kama uko Iringa fulani, au kama uko London fulani hivi. Yaani kuna unyevujevu unaosikia kwenye jezi ya Simba Sports. Ndio maana inaongozwa kuvaliwa msimu huu. Bwana, jezi mpya, jezi bora inaendana na matokeo mazuri.
Sasa hizi jezi unadhani zinaenda kukupa ubingwa leo hii? Bado Simba Sports hatuna matokeo mabaya. Pamoja msimu uliopita tumekosa kuchukua mataji tulioshiriki. Hatua ya fainali tumekosa kombe, lakini ni hatua kubwa barani Afrika. Ukizingatia kuna timu nyingi ambazo zilishiriki, lakini Simba Sports tukawa timu mbili bora barani Afrika. Kwenye ligi kuu Tanzania bara tumekosa hatua ya mwisho, tukawa wa pili. Bado sisi hakuna tulichokosea mpaka sasa. Ndio maana msimu huu umekuta kiwanjani tunaitika, jezi tunanunua, na kama unavyoona kwenye gawezani tumekuja kama tulivyo. Wapinzani unawatafuta hawajulikani wapi. Unaona kama watoto wamekuja, wale Simba ni timu kubwa. Hadi tumekuja. Nazungumza na dada hapa kidogo. Dada kwema. Mambo vipi? Vipi? Bwana. Baba shikamoo bwana. Salama mzee wangu. Umekuja kuitazama Simba kibuka na ushindi wa goli ngapi? Simba sio mengi. Sisi tunafunga goli 3. Goli 3 pekee mtoto. Zinatosha kabisa kwa sababu na imani kabisa ndio tutakuwa mwanzo mzuri msimu huu. Kufunga mara nyingi kweli kweli. Unazungumzia vipi mwaka huu? Kitu gani ambacho unachofauti naona kinapelekea kuwa na hamasa kwamba mnaenda kuibuka na ushindi? Nimesajili wachezaji wazuri, nimesajili talent, nimesajili wachezaji wenye kupambana wapo. Kwa hiyo kwamba na imani kabisa kwamba sio mano, yani na uwezo wa kufika mbali mpaka klabu bingwa barani Afrika. Mchezaji gani leo anaenda kuamua matokeo? Siwezi kusema kwa mmoja, yaani mimi nasema kwa timu nzima inaenda kuamua matokeo. Nashukuru sana. Asante kaka. Karibu sana. Haya kaka. Huyo ni shabiki wa Simba akizungumza. Leo hii wanakwenda kushinda na wachezaji wote ambao wapo ndani ya klabu ya Simba anaamini wanaenda kumpa matokeo. Kaka vipi? Tuzungumze kidogo bwana. Mbona una wasiwasi? Bwana, hao ni mashabiki ambao wanakuja hapa uwanjani, wamekuja kwa lengo moja tu, kutazama dabi ya Kariakoo. Wingi wa watu unakuonyesha ni kwa jinsi gani huu mchezo ni mkubwa, ni mchezo muhimu, ni mchezo ambao umeteka hisia za watu wengi kweli kweli. Nipo hapa kukutanisha na mashabiki wa soka ambao wameacha shughuli zao, wengine wametoka mikoani kuja kuangalia dabi ya Kariakoo. Wengine leo hii wamefunga biashara zao kabisa. Dada, tuzungumze kidogo. Dada habari? Wameacha shughuli zao, wamekuja kwa ajili ya kuangalia dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo leo hii tunakuja kukutanisha na mashabiki ambao wamekuja hapa uwanjani. Tumekuja kukutanisha na matukio mbalimbali ambayo yanakwenda kutokea leo hii ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, na nipo hapa kuangalia shabiki ambaye naweza nikazungumza naye ili kwa namna moja ama nyingine niweze kupata chochote kitu kutoka kwake. Baba, shikamoo bwana. Tuzungumze kidogo. Wanawahi uwanjani na ni dakika chache. Ni lisali moja